Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Siku jana walikuwa wanasherehekea miaka 4 ya ndoa yao Nandy pamoja na Billnass, na tunafahamu zaidi. Nikupe historia tu fupi. Nandy na Billnass walikuwa wameanza mahusiano miaka mingi kunyuma, lakini kuna tukio ambalo walilipata bwana, tukio ambalo lilifanya changamoto kwenye mahusiano yake, wali break up. Pia tukio ambalo tunalikumbuka zaidi, tukio ambalo lilionyesha picha ambazo tofauti zinazomuonesha Nandy akiwa amevaa nguo ya ndani, lakini pia tunafahamu zaidi changamoto ambazo wamepitia kwenye historia yao ya mahusiano. Lakini tunafahamu zaidi baada ya changamoto ile kupita, tuliona Nandy pamoja na Billnass wakirudi katika mahusiano yao, lakini pia kusukuma gurudumu la mahusiano yao mpaka kufikia hatua ya kuoana, yani kuchumbiana. Baada ya kuchumbiana wakafunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa, na tunakumbuka ndoa yake ilikuwa ndoa kubwa zaidi hapa Tanzania, lakini pia ni katika wasanii ambao pia katika namba ambazo zinasomeka ni msanii ambaye pia yuko katika listi ambayo harusi yake imefana, na ilifana kweli, kwa sababu ni moja kati ya harusi ambayo watu wengi walikuwa na kimuhemue kikubwa kuhusiana na harusi yao. Lakini tunafahamu zaidi Nandy ni Mpare, lakini pia tunafahamu zaidi Billnass ni Mchaga. Lakini pia tunajua kabisa katika biashara zao za muziki, Nandy ni mwanamuziki, lakini tunafahamu kabisa Billnass pia ni mwanamuziki, pia wanaenda katika njia moja. Lakini pia tunafahamu zaidi historia ya hao watu, walianza siku nyingi, na pia tunajua kabisa katika changamoto zao za mahusiano mpaka kufikia kwenye ndoa. Baada ya ndoa kuingia katika ndoa, kupata mtoto wao wa kwanza, mtoto wa kike. Lakini pia tunafahamu zaidi baada ya kupata mtoto wa kike wakaishi miaka 4 ndani ya ndoa yao. Lakini tunafahamu ndoa za mastaa zinakuwa zina changamoto, lakini tumeona ndoa ya huyu dada Nandy amekaa miaka 4 na bwana Billnass bila changamoto yote. Lakini tufahamu za undani kabisa kuna changamoto ambazo wanapitia. Lakini pia sisi bwana kama mashabiki na watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii wanawapa hongera kwa namna ambavyo wamekaa miaka 4 bila kusikia wamepelekana mahakamani, aba wamepelekana sehemu fulani, aba wana changamoto hii. Hata kama ni changamoto, basi wanazimalizia ndani ya ndoa. Ndio maana unaambiwa ndoa ni jambo ambalo la faraja, lakini ndoa ni kitu ambacho watu wengi wanatamani kuwepo ndani, lakini hawafahamu changamoto zao za ndoa. Lakini kupitia siku ya jana tumeona wakisherehekea miaka 4 ya harusi yao tangu wamefunga ndoa, bwana Billnass pamoja na bibie Nandy. Anakuambia maneno mazuri Nandy kwenye ukurasa wake wa Instagram, ameandika kwa maneno la kusomea kiufupi, lakini ukipata nafasi unaweza ukapita kwenye page ya Nandy ukasoma kwa urefu zaidi namna ambavyo amemzungumzia mume wake kipenzi Billnass. Amesema happy anniversary my love. Hizi ni picha za nyakati tofauti maalum zilizokuwa zimejaa na kumbukumbu nzuri na ya maisha yetu kama masiara miaka 4 sasa. Wow, asante kwa kunipa heshima ya kuwa mke. Sio tu mke, ni mke wako wewe, ndio kitu napenda mume wangu. Ahadi yangu kwako nitakuwa vile ambavyo utakavyo wewe. Hii ni namna ambavyo ameandika kwenye upande wa Instagram Nandy kumshukuru mume wake, namna ambavyo anamlinda, anavomtunza kupitia ndoa yake. Lakini pia sio tu mke, ni mke. Unajua kuna mtu mwingine tu ni mke, lakini sio tu. Nandy kaandika sio tu mke, bali ni mke ambaye ninakupenda, na pia amemwahidi kwamba nitakuheshimu namna ambavyo wewe unataka mimi niwe, basi mimi Nandy nitakuwa hivyo ulivyo. Haya ni maneno ya Nandy kupitia ukurasa wake wa Instagram. Amezungumza mengi, ameongea mengi, na sisi pia tunamtakia kila la heri kwenye ndoa yao, endelee kusherehekea vizuri. Lakini pia siku jana ulifanya sherehe ndogo iliyofanyika pale nyumbani kwao. Walifanya sherehe ambayo walifurahia maisha yao ya ndoa, namna ambavyo walivyokuwa naishi, kumlea mtoto wao wa kike. So walipeana zawadi. Billnass alitoa zawadi nyingi sana kwa Nandy, alitoa mabegi ya bei kubwa, alitoa vitu vingi kupitia Instagram yake ya Nandy. Amepost neno ambavyo zawadi zilivyokuwa anapewa bibi Nandy. Lakini mimi sina mengi zaidi, endelea kukaa Kasako Media, kuna update nyingi ambazo zinakuletea hapa kupitia Kasako Media. Jina langu naitwa Dada Bonge. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.